Kole mera balol. Ala kayuba. Kole mera la chile mera. Naam, amjambo tena ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu ambazo bado tumekuandalia katika siku ya leo. Channel yako pendwa inaitwa ni Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kuingia ndani ya channel hii, endelea kusabone, subscribe, like, comment au kushare kwa watu wengine ili wao wanapata taarifa zaidi kutoka hapa channel yako pendwa ya Mteba TV. Leo tuna habari chungu tele ambazo tumekuandalia katika siku ya leo hapa kwenye channel yako ya Mteba TV. Leo tumekuandalia habari nyingi zinazopatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo mbalimbali ambapo machafuko yanazidi kuripotiwa, ikiwepo kwenye mji wa Goma, Bukavu, Walikale, Baraka na maeneo mengi sana ambapo kunapatikana ukosefu wa usalama. Kwa ujumla ni Sud Kivu na Nord Kivu, pale ambapo mapigano yanazidi kuripotiwa, watu wanazidi kupoteza makazi yao na watu kufariki kila siku, kama vile kwenye mji wa Goma pale ambapo hali ni mbaya. Lakini karibu sana, umeweza kushangaa hapo mbele nimekuwekea picha fulani ya nyoka. Ni habari kubwa ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Wazalendo wapya wanaotumikisha nyoka wameweza kupatikana kwenye kijiji au kwenye mji wa Ijwi. Tutakuja kwenye habari hizi ambazo ni hatari sana. Channel ya Mteba TV huwa inatafuta habari ambazo hautapata popote, bali tunataka msikilizaji aweze akapata habari kutoka hapa kwenye channel ya Mteba TV. Wazalendo hao wapya wameweza kuibuka kwenye miji mbalimbali inayopatikana maeneo za Ijwi, huku wakitumikisha vikosi vya nyoka. Umeweza kushangaa nimekuwekea kikosi hicho cha nyoka hapo mwanzoni. Ni hatari, ni nyoka ambazo ni kikosi cha wazalendo ambacho wanatengeneza pale Ijwi. Kulikuwa wa M23 wengi sana ambao walikuwa wanapatikana maeneo yale, lakini wazalendo wapya ambao wanatumikisha nyoka zimeingilia wa M23 na kufa. Jamani, hii taarifa ya hatari ambayo tunakuandalia katika siku ya leo za kutisha. Kama wewe ni muoga ni hatari, usiangalie video zaidi. Kama wewe ni muoga tunakwambia usiangalie video zaidi, kwa sababu tumekuwekea vitu vya hatari. Tutakuja kurejea kwenye hiyo habari kutoka hapa channel pendwa ya Mteba TV. Wazalendo wapya hawa ambao wameibuka ni wametisha. Wao wana vikosi vya nyoka tu, wao hawapigani kwa kelele, wanatuma nyoka kubwa, nyoka ndogo, rangi zote zinaingia kwenye vikosi vya M23 maeneo ambapo wamelala, alafu vinafanya kazi hata usiku. Ndio hizo nyoka zinaingia, zinawauma, wanakufa, wanakuta wengi wamefariki maeneo za Ijwi na huku wakikimbia. Kama hapo nikuwekea video ambayo umeona, na huku mbele nitakuwekea tena, ukiona wanakuwa wanakimbia M23 maeneo yale. Tutakuja kurejea kwenye habari hizo kutoka channel yako pendwa ya Mteba TV. Karibu sana. Lakini tunaenda kuangalia moja kwa moja kwenye mji wa Baraka, pale ambapo mapambano yameweza kuripotiwa usiku mzima. Usiku wa kuamkia leo, usiku wa tarehe 29 11 kwenda le 30, maeneo ya Baraka masasi imepigwa sana, mpaka chanzo cha masasi hizo hakijajulikana kimetoka wapi. Chanzo hicho hakijajulikana kwa sababu ukiangalia maeneo yale ya Baraka hamna M23 maeneo yale. Hayo masasi imetokana na nini? Wengi tutakuja kurejea na kuchambua habari hizo. Tutakuja kuungana na ndugu zetu ambao wanapatikana maeneo za Baraka ili waje watuelezee zaidi na zaidi kuhusu hayo masasi ambayo yameweza kupigwa usiku mzima. Na hivi masasi inapigwa kwenye mji wa Baraka, watu wengi sana wakiwa na wasiwasi ni inakuwa namna gani vikosi hivyo vya wazalendo. Tunasikia kwamba kuna wao wanachunga vizuri mazingira, lakini masasi hiyo tutakuja kuangalia, je, ni FARDC au ni wezi wanaotembea usiku na kwenda kupora mali za watu. Tutakuja kurejea tena kwenye habari hizo, lakini tunakimbilia moja kwa moja kwenye mji wa Uvira, pale ambapo habari inasikika kuwa mbaya sana. Wingi wa wazalendo ni wengi maeneo yale, lakini pia FARDC ambao wakiwa maeneo yale wakiwa wanazidi kujibizana, yani wakisemana vibaya maeneo yale, huku wazalendo wakihitaji sana kudhibiti maeneo yote ambayo FARDC walikimbia, lakini sasa wameanza kurudi ili wakamate maeneo yale, ila wazalendo hawataki kuachia ofisi hizo, na ndio maana vurugu ambazo zinaendelea maeneo yale, huku wazalendo wakisema kwamba FARDC ni M23 na masasi wanafyatuliana wazalendo. Kwa wanashangaa sana wakati FARDC wanashambulia vikosi vya wazalendo, kitu ambacho kinakuja kushangaza sana. Lakini tunakwenda kugusia habari zingine ambazo tunazo hapa, ambazo tumekuandalia kabisa, habari za usaliti ambao umeweza kuonekana kwa bwana
na nasikia wanasema bwana huyu ambaye amefika hapa kwenye mji wa Uvira, ambaye amekuja kusaliti wazalendo, ambaye anaitwa Bitakwira. Bitakwira aliweza kuonekana kwenye mji wa Bukavu. Tazama kwanza hizi video hapa, au tunakuja kurejea video za maandamano ya Bukavu. Watu wamefariki lakini wanaandamana na maiti zao, tutakuja kurejea. Hatujui kama YouTube itatuachia naye, lakini tuendelee kuangalia kile ambacho kiendelea. Hii video kuna mtu alifariki, aliuawa na M23, lakini vijana walikataa, wakasema hapana, hatutakubaliana na hali kama hii, lazima tuandamane. Wanaandamana na tutakuja kurejea kwenye habari hizi. Naam, hawa ni vijana, watu wa Bukavu ambao walikasirika sana. Tutakuja kurejea sana kwa hiyo habari, lakini bado tuna habari zingine ambazo tunazo. Tutakuja kuambia habari za watu wa Bukavu, lakini kwanza tuendelee na hizi habari za bwana Bitakwira. Baada ya kuonekana kwamba ni msaliti, alifika kwenye mji wa Bukavu, walimpokea vizuri na wazalendo, akazungumza vizuri, lakini imekuja kuonekana alizungumza habari ambazo zipo kamili na zina ushahidi. Alikuja kuzungumza, Bitakwira ni ule mkurugenzi aliyeingia kwenye mji wa Uvira wiki mmoja iliyopita pale nyuma na kuwasapoti, kuonesha kama vile na wasapoti wazalendo, lakini amekuja kufanya usaliti pale kwenye mji wa Uvira na kwenye wazalendo wote. Msimamizi wa wazalendo ni mzee wetu, mzee Yakutumba, ndiye mkurugenzi wa wazalendo, lazima azungumze naye. Alizungumza nao, alafu baadaye akaja kuchukua wengine wazalendo wengine tofauti na mkurugenzi wao kuwa pale, akazungumza nao. Tumesikia kabisa akawa anazungumza kwamba waache vita. Kwa bwana Bitakwira amekuja kuonekana ni msaliti, na hata Kinshasa, maeneo anapokaa Kinshasa, huyu ni msaliti kabisa, kwa sababu hata kwenye bunge na maeneo mbalimbali kwenye anakaa amekuja kuonekana ni moja kwa moja M23, kwa sababu hauwezi akaja afike tu pale Uvira na kuja kusema kwa wazalendo kwamba waache kupambana. Kwa nini alizungumza kitu kama hicho? Amekuja kuvunja wazalendo moyo, na baada ya hapo tunaona kinachoendelea sio kizuri. Kwa hiyo kama vile alitumwa, alipokelewa vizuri kwenye mji wa Uvira, lakini anaenda kushuhudia na kuambia wazalendo kufanya wao kikao. Aliongea vizuri kwenye mkutano wake wa Azara, akazungumza ataongea na wazalendo. Kwa nini hakuikaa na wazalendo viongozi? Alienda kana wengine viongozi na kuambia waache silaha chini. Baada ya hao viongozi au wazalendo kuona habari kama hizo za kutisha, kwanza walitaka wampiga hata masasi, wakafikisha hiyo habari moja kwa moja kwenye makao makuu, ambapo kwa mzee wetu Yakutumba ambaye anapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anaongoza wazalendo wote. Aliona asimwambie Yakutumba aende kuambia wanajeshi wake kama wamgeuki. Huyu bwana ni msaliti, bwana Bitakwira. Kwenye taarifa ambazo tunazo kamili kabisa, lazima channel ya Mteba TV ikupandishie taarifa hizi ambazo zinahuzunisha kabisa. Wewe watu kutoka Kinshasa uje waambie watu wazalendo kwamba waache kabisa kupigana. Usaliti gani huo unatuletea? Mambo ya ajabu haya. Ndugu zangu, ndugu mtazamaji na msikilizaji wa channel yako ya Mteba TV, hii habari haijapendezwa kabisa na hatujapendezwa nayo. Lazima tuipandishe ili watu waache usaliti. Na kama kuna watu wengine kama hawa ambao wanaoendelea kabisa kusaliti nchi, amepokelewa vizuri lakini anataka kusaliti kwamba wazalendo, kumbe alitoka Kinshasa na kuja Uvira ili aje ageuze wazalendo akili. Kwanza watu wa Uvira, acheneni kupokea viongozi wanaotoka kule Kinshasa. Waacheni kabisa kupokea viongozi wanaotoka kule Kinshasa. Walikuwa wapi pale kote? Wakati vita ilikuwa haijafika Bukavu, walikuwa wapi? Walikimbia wote wale kwenye mji wa Bukavu. Walikimbia wote kwenye mji wa Goma. Kwa nini sasa hivi ndio wanaanza kuonekana kama vile wanapenda sana au wanapenda sana Uvira? Kila mtu anakuwa anakuja Uvira. Hatutaki vitu kama hivyo. Na wazalendo kama mtawapokea watu, wapokeeni, lakini kwa makini sana. Msikubali kila kama analeta misaada, pokeeni misaada yake, lakini achaneni sana na kuwasikiliza, kwa sababu wengi ni wasaliti. Viongozi wangapi walikuwa Bukavu walikimbia kabla ya vita? Viongozi wangapi walikuwa kwenye maeneo mbalimbali ya Goma walikimbia na waliuzisha nchi? Viongozi ndio waliuzisha Goma na Bukavu. Alafu leo wanajileta sasa, wanaona Uvira na kuwa nzuri.
Jamani wazalendo, tuwe makini sana, na watu wote wa makini wanaosikiliza channel yako pendwa ya Mteba TV inayozidi kuonya na kukupa habari na kukutaharifu kile kinachoendelea kwenye uwanja wa vita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunapoendelea taarifa zetu, tunakuja moja kwa moja hapa kabisa kwenye habari ambazo zimetukuta kabisa kwenye mji wa Bukavu, pale ambapo vijana waliweza kuamka usiku wa kuamkia tarehe 30 au le 30 siku ya leo, kuanzia 21h walikuwa na operation inaitwa Operation Filimbi ambayo iliweza kufanyika kwenye mji wa Bukavu. Operation Filimbi ambayo ilifanyika pale kwenye mji wa Bukavu. Vijana waliamka, kila nyumba ilipiga filimbi, ilipiga makelele, maandamano yalifanyika, wakupiga vile vyote kama vile kwenye mpira. Manake Bukavu nzima kama channel ya Mteba TV, channel ya Mteba TV inakupa habari ambazo zinazidi kutufikia hapa kwenye channel ya Mteba TV na inazidi kupandisha sauti ya jamii kutoka hapa channel yako pendwa ya Mteba TV. Tunaendelea na habari zetu kutoka channel yako pendwa ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kuingia, endelea kusubscribe na kusubscribe na channel ya Mteba TV ili uzidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako pendwa ya Mteba TV. Vijana waliweza kuwaka moto kwenye mji wa Bukavu kuanzia usiku 21h ma 21h30 hivi walianza kuamka kupiga Operation Filimbi. Nyumba yote ilikuwa ni filimbi. M23 walishindwa kuvumilia kitu kama hicho, wakokimbia, walikimbia usiku, na mpaka sasa vijana wanaandamana. Baada ya hapo M23 wakaua mtu mmoja pale kwenye mji wa Bukavu, na mpaka tunavyoongea na nyinyi hapa huyo mtu bado wanamzungurusha, wanapanda naye, wanashuka naye, wanaandamana naye, wanachoma njia, wanaunguza. Vijana wa Bukavu, ongereni sana kwa kazi ambayo mnayoifanya kwa kutetea nchi yenu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Angalieni, wageni wote wanatoka wanawaachia nchi yenu, manake lazima nyinyi mjitetee. Kwa hiyo lazima maandamano hayo yaendelee kabisa, yasonge mbele, M23 itoke maeneo yale, kwa sababu wamedhibiti maeneo ambayo sio ya kwao. Lakini pia tugusia habari ambazo zimeamka hapo hivyo kwenye mji wa Ijwi. Wazalendo wapya wameweza kuibuka na kutumikisha nyoka, vikosi vipya kabisa. Kwa hiyo M23 wajiandae kuumwa na nyoka. Wao watakuwa na masasi, watakuwa na ndege, lakini hawa wazalendo wapya ambao wamekuja wanatumikisha nyoka ya sumu kali. Ikikugonga mara moja wewe unalala. Kwa hiyo endeleeni kukaa maeneo yale yote ya Baraka, ya Bukavu, Goma, maeneo ambako mnadhibiti. Nyoka ndo zinaanza kusambaa. Nyoka ndo zinaanza kusambaa kwa wote, na wengine wanakimbia Ijwi. Ijwi ni kama ile fulani hivi. Ni kwenye ile, kwa walienda kujifunga maeneo yale. Ukishatoka Sake, ukishatoka Katana, maeneo za Kale, afu ndo unaingia huko Ijwi huko. Ni kwenye kaile fulani kako maeneo yale. Kwa hiyo kule ndo nyoka zimetawala, na hizo nyoka tayari ni za wazalendo wapya ambao wanatumikisha nyoka hizo kwenye uwanja wa vita. Kongo ni hatari. Tuliwaambia mbele ya kwamba Kongo vita wakati wa vita ya zamani, watu wako pale, kuna waganga, kuna watu mbalimbali. Kwa hiyo lazima asili ifanye kazi, kwa sababu kama tumeona watu wengi wanasema serikali imeacha, serikali imekimbia. Ni kweli imekimbia Bukavu, imekimbia Goma. Lazima wazalendo wafanye kazi. Kikosi hicho kipya cha wazalendo kimeanza kazi ya kutumikisha na nyoka. Wao wanatuma vikosi tu, watu wazalendo nao M23 wanakufa na wanaanza kukimbia. Mpaka mnavyoona hizo picha ambazo tumewekea hapo, hadi raia wanacheka sana, wanafurahi sana, kwa sababu wanaona kama mzungu alitengeneza silaha ndio, lakini pia Mwafrika ana mbinu zake za vita. Kwa hiyo kumiliki miji, mtakuwa mnakimbia wenyewe kwenye miji yote. Na subirieni, msifikiri wakati wazalendo wako hapo hawataki kukamata Bukavu. Si kwamba hawataki kukamata Bukavu, wanataka muone maajabu. Ngoja tuingize kidogo hata verse ya Biblia. Wakati Musa na Farao, wakati walikuwa wanabishana, Mungu alikuwa na uwezo wote wa kuua Farao maeneo yale, lakini ilishindikana kabisa kumuua Farao. Alitaka tu Farao azidi kuona maajabu kupitia Musa. Vituko vyenye Mungu alifanyia Farao hakuona. Nzige, maji kugeuka damu, vituko mbalimbali, mpaka wana wa Israeli walienda kuvuka bahari ya Shamu. Tumeingiza kidogo na neno la Bwana hapo, watu wasikie vyote. Akavuka, na mwisho wake Farao na watu wake walienda kuisha kwenye mto mkubwa sana wa bahari ya Shamu. Waliisha. Ndio vita Kongo inavyoendelea. Baada ya kudokezea hapo neno la Mungu linafaa sana kwa mafundisho na lenyewe, tusikuwe tunaliacha.
Kwa tunaendelea na habari zetu. Ndivyo pia wazalendo wanaofanya kazi pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni inatakiwa M23 waone kwamba hii Kongo wakati watatokaga wanaondoka, lazima waje waone kwamba kumbe Kongo sio mchezo. Wakati mwingine hawatarudi, kwa sababu kama nyoka zinaanza kuwauma, zinafuata kwenye maofisi, mahali pote wanapokaa, zitawafuata mpaka Rwanda. Nafikiri hizo nyoka zikitumwa Rwanda, Wanyarwanda wataikaa? Jamani, Wanyarwanda wote sio wabaya. Wanyarwanda wengine ni wazuri sana, tunaishi nao vizuri, kuna wengine tunaishi nao vizuri, lakini watu wachache tu. Kama vile Kagame, hata wengine Wanyarwanda hawamtaki. Kwa hiyo anakuja kuchukua, Kagame anachukua mzigo mkubwa, anatwika Wanyarwanda. Kila Mkongomani anaanza kumuona kila Mnyarwanda anakuwa mbaya, wakati kuna wengine sio wabaya, lakini mzigo wa Kagame tu anasababisha Wanyarwanda wote kuonekana wabaya, kitu ambacho hakipendezi. Tunaendelea na taarifa zetu kabisa za machungu ambazo na furaha zikiwa ndani, kwa sababu wazalendo wengine wapi wameweza kuibuka, lakini kuna wengine wameibuka upande mwingine wa Ituri. Tutakwambia hizo habari kwenye taarifa zingine za habari zitakazokuja muda sio mrefu. Wale wameweza kuibuka, tutakwambia wameibukaje na wanadhibiti wapi Ituri, na hao wanaungana moja kwa moja na Walikale watadhibiti maeneo. Kwa hiyo vikosi vya wazalendo vikizidi kuibuka hivi ni kitu cha maana sana. Hata watu wa Bukavu, watu wa Goma, mumelala sana, hatusikia habari. Mumefanya mambo mazuri pale sana, watu wamefurahi, lakini vijana ni wengi. Wale vijana wote ambao wako Bukavu wakisimama wenyewe wako Goma, na wao wa Bukavu wamesimama na wanafanya kitu kizuri sana, lakini wale ambao na wao wako upande wa Goma lazima mfanye hivyo. Kuna vijana wengi sana, mkisimama pale vijana 500 personnes, mko wengi, simameni watoto wa Goma. Mkiandaa kikosi kingine cha wazalendo pale, mkalianzisha pale, vikosi vikiibuka hivyo, itakuwa M23 watakosa nguvu. Wale wa Iju wamekuja na nyoka. Wa Ituri nitakwambia kwenye habari zingine kwenye taarifa zingine za habari. Kwa hiyo uwe makini sana kusikiliza taarifa zetu, kwa sababu tunakupa habari zingine. Ituri kumeibuka wengine ambao wamedhibiti maeneo mengi sana, tutakwambia wanaendelea na mashambulizi. Goma kukiibuka wengine mule Muvile, Centreville kuibuka wengine wazalendo. Mko vijana wengi sana pale. Silaha ziko mingi kila fasi. Mkaibuka pale, M23 itashindwa namna gani? Itapiga wapi na itacha wapi? Bukavu tayari walishaanza, na Bukavu itagombolewa vizuri tu muda sio mrefu. Kwa hiyo taarifa zetu kama za Mteba TV tuna support sana watu ambao wanaonesha uzalendo. Hata wewe sio Mkongomani, uko kwenye nchi yako nyingine, onesha uzalendo kwenye nchi yako. Onesha uzalendo kwenye nchi yako. Channel ni Mteba TV, endelea kusubscribe, like, comment. Habari kuu katika jioni ya leo ni kwamba wazalendo wapya wameibuka Ijwi wakitumikisha nyoka, na M23 wameshakimbia kwenye maeneo zote za Ijwi wakipanda mamitumbu. Kwanza hata wale wanaowabeba kwenye mitumbu, jamani, acheni kabisa. Kwa sababu wanapokimbia nyinyi mnachukua mitumbu yenu, mnaanza mnawapeleka. Waacheni wafie mle.